Sana wabunge wazoefu walikuwa kipindi kirefu, ndio taratibu za kanuni zetu. Sasa naomba katibu tuandae quorum, tujue wajumbe wako wangapi ili tuone hesabu kamili. Katibu, wataalamu wako hesabu watu. Sawa. Sawa. Pamoja na utaratibu. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa maelezo kuhusu utaratibu wa kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, na kama ilivyobainishwa na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, zoezi hili linafanyika kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 51 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kanuni ya 33 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, utaratibu wa kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu unafanyika kupitia upigaji wa kura za siri. Hivyo, kila mbunge atapewa karatasi ya kura yenye jina la waziri mkuu mteule na atatakiwa kupiga kura ya ndio au hapana kwa kuweka alama ya vema kwenye kisanduku husika mbele ya jina hilo. Kila mbunge atapiga kura yake mahali poketi, na baada ya hapo masanduku ya kura yataletwa hapa yakiwa wazi ili ninyi waheshimiwa wabunge kama wapiga kura muweze kuyathibitisha kabla ya zoezi la kuhesabu kura kufanyika chini ya usimamizi wa katibu wa bunge pamoja na wakilishi watakaoteuliwa na Spika. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha nyongeza ya kwanza kanuni za kudumu za Bunge, iwapo waziri mkuu mteule atapata kura nyingi za ndio, atatangazwa kuwa amethibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, japo kwa mbali tunayo karatasi ya kupiga kura, ina picha ya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ina visanduku viwili hapa, ndio au hapana. Ukipiga kura sehemu zote mbili za ndio hapana, kura imeharibika. Kwa hiyo naomba tulizingatie. Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa maelezo hayo, naomba sasa uridhie tuendelee na zoezi la kugawa karatasi za kura na kupiga kura. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Idadi tayari tunayo 371. Katibu. Kwenye karatasi za kura endeni kugawa karatasi. Mtazamaji wa Bunge TV, zoezi la kwenda kupiga kura ya siri kumchagua ama kumpitisha waziri mkuu Tarajari Mwigulu Lameck Nchemba ndilo linakwenda kufanyika sasa, kwa mwongozo ambao ametoa Spika wa Bunge Musa Azzan Zungu, na awali wabunge wazoefu ambao kwa nafasi zao wamefanya kazi pamoja na Dkt. Mwigulu Nchemba, na wao wakitoa ushuhuda wa ni nani mtu huyu ambaye anatarajiwa kwenda kufanya kazi na Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia kuwahudumia wananchi wa Tanzania kwa jukumu hili kubwa la kiserikali ambalo litakuwa na usimamizi wa dhati wa siku hadi siku
wa shughuli zote za serikali kwa nchi nzima ya Tanzania. Wamesema Mwigulu Nchemba mtu anayefikika. Wamesema takriban wote ambao wamezungumza naye wanamtaja kama ni mtu ambaye anafikika sana, na ukiwa na jambo basi yeye ni mtu wa majitoleo ya kiwango hicho. Kwa watu wa soka wanamfahamu vizuri pia Mwigulu Lameck Nchemba. Humo bungeni katika kipindi ambacho kilipita, tunakumbuka enzi hizo za mechi za Simba na Yanga zikipigwa, basi utani wake na aliyekuwa spika wa bunge Job Ndugai ulikuwa ni dhahiri, na Mwigulu akipata nafasi hata katika nafasi yake ya uwasilishaji wa bajeti kuu ya serikali, basi vicheko vile ama utani wa Simba na Yanga huwa haupungui. Amesema hapa mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu, akisema kwamba basi na shaka pia atayasimamia maslahi hayo ya soka la Tanzania, kwa sababu yeye shabiki wa Yanga, lakini Simba hawataacha pembeni. Na Simba ilipofika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho mwaka jana, yeye ni miongoni